Malaika wanayo mamlaka ya kuokoa vitu ambavyo vimekwisha haribiwa na adui. Yes. Kuokoa watu ambao tayari adui ameshaingia kwenye maisha yao akawaharibia maisha. Yes. Maana yake leo malaika kazi yake kubwa ni kwenda kuokoa kila ambacho kimeharibika. Yes. Kila ambacho kimeibiwa. Kila ambacho kimevurugiwa. Amen. Kwa kikiwa ambacho adui tayari amekwisha kuvuruga, maana yake unahitaji kinywa chako kipeleke malaika mahala hapo. Amen. Amen. Sema, enyi malaika wa Bwana. Enyi malaika wa Bwana. Enyi malaika wa Bwana. Enyi malaika wa Bwana. Watiini wamchao Bwana. Watiini wamchao Bwana. Watiini wamchao Bwana. Watiini katika jina la Yesu. Sema na malaika sasa. Natuma malaika sasa. Tamka tena, sema natuma malaika sasa. Natuma malaika sasa. Wakaokoe nyota iliyoibiwa. Wakaokoe nyota kazi iliyoibiwa. Kazi iliyoibiwa. Fedha iliyoibiwa. Fedha iliyoibiwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kadi inavyozidi kuhubiri, kuna muda nitaanza kuruhusu malaika yako. Amen. Amen. Hello. Amen. Malaika akiruhusiwa kuingia kwenye maisha yako, nisikilize, hakuna adui atawahi kusimama kwenye maisha yako hata siku moja. Hakuna upinzani utawahi kuja kwenye maisha yako hata siku moja. Amen. Hawatakaribia maisha yako. Unapoona viumbe wa giza wamekuja wakakaa na wewe, amen. Mashetani, mapepo yamekuja akakaa kwenye maisha yako. Yes. Tafasiri yake manake wametumwa na falme ambazo wao wanaishi ama wanatawaliwa kuja kukaa kwenye maisha yako. Manake wanapokaa kwenye maisha yako kuna vitu vitasha. Majini yakitumwa leo kuambatana pamoja na wewe, kwa yale majini yakija kwako kuna vitu yatazalisha pale. Amen. Kuna mambo yatazalisha pale. Manake pia na malaika akitumwa kuja kwako kuna vitu atazalisha pale. Amen. Kuna vitu atasababisha pale. Lo. Amen. Kuribifu zikaingia kwako zikazalisha baadhi ya mambo fulani ambayo unayaona kwenye maisha yako. Leo malaika wa Bwana nitamwachia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Na kila uzao wa kijini kwenye maisha yako lazima ufe ibada ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu umeba uzao jini ndani yenu. Amen. Yes. Kijini ndani yenu mmeubeba kwenye maisha yenu. Manake ni uzao wa kipepo ambao adui amepanda mbegu ndani yenu. Hello. Mnakaa na ule uzao. Kwa uharibifu wote ambao unatendeka ni kwa sababu ya ule uzao ambao tayari adui amewachilia kwenye maisha yako. Hello. Amen. Manake ili wewe uwe salama lazima ule uzao ufe, uzao wa kimungu ndani yako. Hello. Biblia inasema wana wa Mungu wakafanya anasa na wa wanadamu. Hello. Yes. Baada ya kufanya anasa wakazaa uzao unaoitwa uzao wa Menefili. Hello. Amen. Uzao wa majitu, wakazaliwa watu wanaitwa Wanefili, wana wa Anaki. Yes. Walipozaliwa wale bibi yenye nguvu, majitu hodari yagopi kukabili vita wala kukabili mauti. Yes. Ni kwa sababu ni uzao ambao umetokana na matunda ya wana wa Mungu pamoja. So nasikia vizuri. Maana kile uzao ulipoingia kwa wana wanadamu yakazaliwa majitu yanaitwa Wanefili. Walipozaliwa wale viumbe ni viumbe ambao walikuwa na nguvu ambazo sio za kawaida kwenye Biblia. Wale wote walikuwa ni uzao wa Anaki. Amen. Amen. Uzao wa Manefili, uzao ambao ulikuwa ni hodari na nguvu ambazo sio za kawaida. Yes. So, na ndicho kizazi ambacho kinaendelea leo kwenye maisha ya watu. Kipo hata leo. Yes. Upo leo kwenye maisha ya watu. Yes. Uzao wa wana wa Anaki upo hata leo kwenye maisha ya watu. Yes. Ambao ni uzao unasababisha kuchangamana na maisha ya mwanadamu. Ile ufalme wa Mungu ambao unaweza kuchangamana na maisha yako ukawa na mahusiano na huo ufalme vile vile pamoja na wewe. Amen. Yes. Wakatengeneza lugha pamoja na wewe. So nasikia vizuri. Maana yake malaika hao ambao tunaenda kuachilia kwenye ibada leo wanahakikisha waondoe kila uzao wa kijini ambao wewe umekwepo nao kwenye maisha yako. Yes. Wewe umekwepo nao kwenye kazi zako. Yes. Wewe umekwepo nao kwenye ndoa zako. Yes. Umekwepo nao kwenye maisha yako. Yes. Kuna vita ipo unapigana nayo muda mrefu. So nasikia vizuri. Ni vita ambayo viwango vyake ni vita vya kimalaika. Hello. So nasikia vizuri. Kuna mashtaka ambayo yanaendelea juu yako. Kuna baadhi ya falme zimeinuka juu yako. Kuna baadhi ya kazi za kuzimu zimeinuliwa kwenye maisha yako. Utamsaadaje kutoka kwenye hiyo vita ama kutoka? Umejaribu kuomba, umejaribu kumsihi Mungu, umejaribu kumwelekea Mungu, lakini bado huoni kama kuna mambo yanaenda. Huoni kama kuna malango yanafunguka. Huoni kama kuna njia zinafunguka. Kuna wakati unatakiwa ubadilishe namna yako ya kuwaza na namna yako ya kufikiria ili kutenda kwako kubadilike na kuenenda kwako na fikra zote zigeuke kwenye maisha yako. Sasa wakati huu ambao una
ni kama mbona sioni, utake msaada mwingine kutoka kwa Mungu. Leo Mungu akuagizie malaika kwenye hiyo jambo kwa jina la Yesu. Leo Mungu akuagizie msaada wa malaika kwenye hicho kitu kwa jina la Yesu. Leo Mungu akuagizie malaika waje kwako kwa damu ya Yesu. Malaika wa Mungu leo wazidike kwako kwa jina la Yesu. Mungu ana kawaida ya kutuma malaika kwenye maisha ya watu ili wawe msaada kwao. Wakati huo ambao mwanadamu akili yake inashindwa namna ya kuwaza, namna ya kutenda, na nguvu za mwili zinashindwa kukabiliana na changamoto ambayo mwanadamu anayepitia, ndipo wakati Mungu waga analeta msaada wake juu yako. Ndio wakati ambao Mungu analeta kimbilio lake juu yako. Kuna wakati unaona nguvu zako za mwili zinashindwa kukabiliana na changamoto ambayo unaipitia sasa hivi. Kuna wakati nguvu zako za mwili ulizonazo, zile nguvu ambazo unaweza ukanyanyue juu hapo ukalipeleka pale, zimeshindwa namna ya kukabiliana na hiyo changamoto ambayo wewe umekuepo nayo kwa muda mrefu. Leo malaika wa Bwana aje kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Msaada wa Bwana ukushukie kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakushukie kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakushukie kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana watokee kwako kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakae kwako kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana washuke kwako kwa jina la Yesu. Ninawaita malaika wa Bwana leo. Sema enyi malaika wa Bwana, sema njoo, sema njoo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema njoo kwa damu ya Yesu. Sema enyi malaika wa Bwana, njooni kwenye maisha yangu, njooni kwenye maisha yangu, njooni kwenye maisha yangu, njooni kwenye maisha yangu, njooni kwenye maisha yangu. Sema enyi malaika wa Bwana, njooni kwenye maisha yangu. Sema njoo. Na baadhi ya namna ambayo adui anakuwinda, yani maisha yako yamekuwa ni maisha ya vita, maisha ambayo wewe maisha yako kucheka hata siku moja imeshindikana, kufurahi hata siku moja imeshindikana, kwa namna vita ambazo zinaendelea kwenye maisha yako, kwa namna ambavyo mambo mapya yanakuzaliwa kwenye maisha yako. Kile itwapo leo, jambo jipya linazaliwa kwenye maisha yako, kitu kipya kinatokea kwenye maisha yako leo. Katumuite Mungu aje kwa ajili ya msaada wake. Amen. Tumuite Mungu aje kwa msaada wake. Aje malaika wa Mungu kwenye hicho jambo leo kwa damu ya Yesu. Malaika wa Mungu ashuke leo kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wanadiriki hadi kununua uchawi, uganga. Lengo lake ni kukufunga wewe, lengo lake ni kukuzuia wewe, lengo lake ni kukushikilia wewe. Leo msaada lazima utokee kwa jina la Yesu Kristo. Leo msaada lazima utokee kwa jina la Yesu Kristo. Leo lazima upate msaada kwa jina la Yesu Kristo. Natamka lazima msaada upate kwa jina la Yesu. Natamka tena lazima msaada upate leo kwa jina la Yesu. Lazima msaada upate leo kwa jina la Yesu. Sema baba yangu. Sema baba yangu. Sema baba yangu. Kimbilio langu, tumaini langu, tumaini langu. Sema nitumie msaada. Sema nitumie msaada. Sema nitumie msaada kwa damu ya Yesu. Sema nitumie msaada kwa damu ya Yesu. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20 hadi 20, mstari wa 20 nisomee. Neno Mungu nasema, ndio. Tazama mimi namtuma mbele yako. Hello. Amen. Malaika kwenye maisha ya watu. Amen. Hello. Mungu ana kawaida ya kutuma malaika kwenye maisha ya nani? Maisha ya watu. Biblia inasema tazama mimi namtuma. Amen. Tazama mimi namtuma. Namtuma malaika mbele zako. Namtuma malaika mbele zako. Ili akulinde njiani na kupeleka mpaka mahali pale nitakapokutengeneza. Njiani. Akupeleke hadi mahala nitakapokutengenezea. Biblia inasema tazama mimi Bwana nitamtuma malaika aende mbele zako ili akupeleke. Kuna mahala hujaenda kwa sababu hujapata msaada wa malaika ili akupeleke kwenye eneo ambalo unataka. Amen. Umeomba muda mwingi uingie kwenye ofisi fulani, umeomba muda mwingi uingie kwenye nafasi fulani, umeshindwa kuingia kwa sababu hakuna msaada wa malaika kwenye maisha yako. Malaika na kukupeleka mahali ambako Bwana yeye anataka, haujafika kwenye maisha yako. Maandiko yanasema tazama mimi
nitamtuma malaika aende mbele zako, alafu akupeleke. Jambo la kwanza, Mungu humtuma malaika kwenye maisha ya mtu. Anapomtuma malaika kwenye maisha ya mtu, kazi ya malaika ni kumlinda yule ambaye Mungu amemtuma huyo malaika kwenda kwake. Hello. Malaika anapotumwa kwako, jukumu la kwa atakaolifanya ni kuhakikisha, kuna mtu anaelewa hapa? Malaika anapokuwa ametumwa kwenye maisha yako, jukumu la kwanza ambalo anakuwa amelibeba kwenye maisha yako ni kuhakikisha ulinzi. Manake anapohakikisha ulinzi kwenye maisha yako, manake upepo, uchawi, uganga, aina zote za roho chafu haziruhusiwi kuingia kwenye maisha yako, kwa sababu malaika yupo kwenye maisha yako. Nimekwambia Mungu ana kawaida ya kutuma malaika kwenye maisha ya watu. Ukisoma hiyo Kutoka 23:20 inasema, nami tazama nitamtuma nani? Malaika wangu. Hello. Ili afanyeje? Ili akulinde, alafu akupeleke mahali ambapo mimi Bwana nimekuandalia. Manake malaika wa Bwana anapotumwa kwenye maisha ya mtu, jukumu la kwanza ni kuhakikisha ulinzi kwenye maisha ya yule mtu, kuhakikisha mtu yule apatwi na jambo lolote lile, hazuriki kwa namna yoyote ile, havamina mashambulizi ya kuzimu kwa namna yoyote ile. Kwa unapompokea malaika kwenye maisha yako, maana ni ulinzi kwenye maisha yako. Hello. Manake unapoliki inatakiwa kukusogea wewe. Hakuna namna ya roho chafu ambayo inatakiwa kukusogelea wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu una ulinzi ambao wewe umekuzunguka, unakulinda. Jukumu la kwanza la Mungu ya maisha yako na usalama wako ni kuhakikisha ulinzi kwanza, kabla haja kufikisha kwenye baraka zako. Kabla Mungu hajakuza, cha kwanza anaagiza ulinzi. Anahakikisha mtu anayetakiwa kuwa na usalama wa kuyafikia mafanikio yake. Unakuwa na ugumu, hauna ulinzi unaokulinda wewe, kukupeleka ama kukuhakikishia unaingia kirahisi kwenye nini. Ninaagiza malaika waingie kwenye maisha yako leo kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu wapokee leo kwa jina la Yesu. Hello. Nimekwambia kabla Mungu anashughulika na ulinzi kwanza, anashughulika kwanza. Manake ulinzi ndio pekee utakuhakikisha usalama wa kuzifikia nini, baraka zako kubwa juu ya nchi. Anapoingia kwenye madaraka ya nchi, cha kwanza kabisa anahakikishiwa ulinzi na usalama kabla hajaanza kufanya kazi ni kufenda kwa watu. Anahakikishiwa kwanza ulinzi. Manake ulinzi sasa utamfanya yeye kuingia kwenye majukumu ambao ni ulinzi wa malaika, unakusaidia wewe kuingia kwenye majukumu duniani kuyafanya. La, unapoona uingii kwenye fursa na majukumu yako, kwa sababu gani uingii? Ulinzi unaokuwa wewe salama kwenye yale majukumu hauko pamoja na wewe. Ninaachilia malaika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ninaachilia malaika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ninaachilia malaika kwenye maisha yako kwa jina. Sitwe jirani yako, mwambie pokea malaika. Mpokea malaika. Sema pokea malaika. Sema pokea malaika. Mwambie jukumu la kwanza ni kuhakikisha ulinzi kwenye maisha yako. Usiku mwambie usipolindwa hautafanya majukumu yako. Mwambie tena usipolindwa hautafanya majukumu yako. Mungu hata kutumia msaada na akahakikisha ulinzi kwenye maisha yako ambao ni ulinzi imara. Ikiinuka magonjwa juu yako, manake majukumu yako utafanya. Hello. Yako. Manake Mungu kama manake ni kuyalinda majukumu ambayo ameweka juu yako. Leo rais ama kiongozi wa nchi akitaka kuja kutembelea labda ili eneo kwa ajili ya majukumu yake ya kinchi, kisha ana ulinzi ambao yeye kufika rais. Kwa hizi ni protocol na kanuni za kimungu. Manake ulinzi wa Mungu ni kukusaidia kuyafikia malengo yako, hatima yako. Kuna wakati ufikie hatima kwa sababu ulinzi ulioko kwenye maisha yako sio ulinzi imara. Amen. Kuna wakati ufikie kusudi kwa sababu ulinzi uliokuzunguka si ulinzi ambao unakupa wewe nafasi ya kuingia kwenye majukumu yako. Leo kila ulinzi wa kichawi ambazo zimeachilia ulinzi wa kichawi kwako, naziangusha kwa damu ya Yesu. Hizo madhabahu naziharibu kwa jina la Yesu. Sema ziharibike. Kile kwa kumaanisha sema ziharibike. Nimesema jukumu la kwanza ni kuhakikisha nini? Nisome. Mungu anasema. Biblia inasema
tazama mimi mbele yako, tamtuma malaika aende mbele zako ili akuinde njiani. Jukumu la kwanza nimekwambia ni kukulinda na kukupeleka mpaka mahala pale nilipokutengenezea. Jukumu la pili la malaika ni kukupeleka. Leo maana anapokuwa na kulinda huyo malaika, akahakikisha ulinzi wako kwake, anaanza kukuongoza kwenye njia zako za mafanikio. Anaanza kukupeleka kwenye njia zako za mafanikio, njia ambazo zimebeba baraka. Kabla hajakupeleka kwenye hizo njia, lazima azikague njia, ama unaweza kupita na usalama, ama ukafanikiwa ndani ya zile njia. Kwa hiyo anapokuwa ametekeleza swala la ulinzi juu yako, akahakikisha usalama juu ya kila kitu ambacho Mungu amekiweka juu yako, anaanza kukupeleka sasa kwenye mafanikio. Anaanza kukupeleka sasa kwenye mafanikio. Sasa wengi tumekuwa ni watu ambao tunamtaka Mungu, tukini ulinzi wa Mungu uko pamoja na sisi. Leo malaika wa Mungu afanye ulinzi kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ndio maana Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao Mungu, maana kuwekea ulinzi na kuwaokoa na kila balaa na hatari zinazotokea kwenye maisha yao. Afu baada ya hapo anawaingiza kwenye mafanikio, anaanza kuongoza kwenye mafanikio. Naamuru kwa mamlaka niliyopewa leo, malaika wale kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu akupate kwa ghafla leo kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu ayatokee maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Anasema Bwana asipolinda nini? Kesha Bwana ni wewe. Sema ni mimi. Mji wa Bwana ni wewe. Maana yake kama Bwana hata ulinda huo mji, kama Bwana hata izunguka hiyo ngome, nake wakesha si kitu. Manake ulinzi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Ulinzi ni jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Ukifanikisha kutengeneza ulinzi kwenye maisha yako, unazifikia baraka zako kirahisi. Unafikia Mungu ameli. Manake hawa watakusaidia wewe kukutengenezea njia nzuri mahali ambapo utapita ukafanikiwe kuingia kwenye baraka zako. Sema leo naingia kwa jina la Yesu. Sema leo naingia kwa damu ya Yesu. Sema naingia kwa jina la Yesu. Sema naingia leo. Naingia leo. Jukumu la pili nimesema ni kukupeleka. Malaika anapohakikisha ulinzi kwenye maisha yako, ulinzi umekuwa salama, peleka kwenye mafanikio. Mafanikio. Biblia inasema nilipo kuandalia. Amen. Mahala nilipo kuandalia. Maana yake ili wewe uingie mahala ambapo Bwana amekuandalia, lazima ulinzi kwanza ufanyike kwenye maisha yako. Lazima muongozo wa malaika uwe kwenye maisha yako, na ndipo utafanikiwa kuingia mahala ambapo Bwana kuandalia. Manake Mungu amemwandalia mtu mahala ambapo yeye anatakiwa kuingia. Wewe ukiogopa, maana yake unauzofisha ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Jitihada za Mungu zinakuwa si kitu kwako. Amen. Amen. Ninakuamuru kuanzia leo, malaika wa Mungu atengeneze ulinzi kwenye maisha yako. Malaika pokea ulinzi kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana akae pamoja nawe kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu atawale maisha yako kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu ende pamoja nawe kwa jina la Yesu.